Urusi imezindua droni mpya ya aina yake inayoitwa Zanoza au kwa jina la Kiingereza Splinter, droni nzito ya FPV, First Person View, yenye matumizi mbalimbali. Drone hii imewasilishwa na kikosi cha wanajeshi wa angani kinachopambana katika maeneo ya Dnipro. Kutoka kwa taarifa za Sputnik Africa, Splinter haifanyi kazi moja tu ya kushambulia, bali pia imeundwa kwa ufanisi mkubwa kupeleka msaada wa kijeshi au kibinadamu katika maeneo magumu kufikiwa. Hii ni hatua mpya katika mabadiliko ya matumizi ya teknolojia kwenye uwanja wa kivita. Kama drone nzito ya FPV, Splinter imeundwa kubeba mizigo mizito kama silaha, chakula au vifaa vya matibabu. Inaweza kutumika kushambulia kwa kulenga kwa usahihi, kuweka au kupeleka vifaa kwenye visiwa vilivyoko mtoni, pamoja na kufanya uchunguzi na kutoa picha za moja kwa moja kwa wanajeshi ardhini. Kwa kutumia mfumo wa FPV, mpiganaji anaweza kuiongoza kwa macho moja kwa moja kana kwamba yuko ndani ya drone hiyo, hivyo kutoa nafasi ya usahihi mkubwa wa kulenga. Splinter ina uwezo wa kubeba mabomu mazito yanayoweza kuharibu ngome au magari ya kivita. Katika vita vya Ukraine, maeneo kama ukingo wa kulia wa mto Dnipro yamekuwa magumu kufikiwa kwa njia za kawaida. Hapa ndipo Splinter inapochukua nafasi ya kipekee, kupeleka misaada kwa vikosi vilivyokwama au vilivyotengwa, kufanikisha mashambulizi ya ghafla dhidi ya adui aliyejificha katika mazingira magumu, pamoja na kuimarisha upelelezi kwa kutumia FPV bila kuhatarisha maisha ya wapiganaji. Drone hii si ya kawaida tu kwa kazi zake nyingi, bali ni alama ya namna vita vinavyogeuka kuwa vya teknolojia, ambapo mashine zinaanza kuchukua nafasi ya askari katika baadhi ya majukumu hatari zaidi. FPV drones kama Splinter zinatoa faida kama gharama nafuu ikilinganishwa na makombora ya jadi, kubadilika kwa kazi tofauti bila ujenzi mpya, pamoja na kuongezeka kwa kasi ya majibu kutoka kwa wanajeshi walioko ardhini. Splinter ni mfano halisi wa mabadiliko makubwa ya teknolojia ya kivita yanayoendelea kutokea mashariki mwa Ulaya. Drone hii mpya ya Urusi inaashiria kuwa vita vya kesho havitegemei tu bunduki na vifaru, bali ubunifu, usahihi na kasi ya kiteknolojia. Wakati mataifa yanazidi kuwekeza kwenye teknolojia ya kijeshi, huenda FPV drones kama Splinter zikawa silaha za msingi kwenye migogoro ijayo duniani kote.